Karibu mtazamaji, ni muda na wakati kama huu ambapo mimi na wewe tunakutana kuangazia fursa mbalimbali ambazo watu wanazifanya ili kujiingizia kipato. Tupo Mwasonga jijini Dar es Salaam ambapo Kazi ni Kazi leo imetembelea katika mabwawa ya ufugaji wa samaki aina ya sato, na kama unavyotazama hapa nimezungukwa na mabwawa haya wakiwa vijana watano ambao hawa wamejikita katika kuhakikisha kwamba wanafuga samaki hawa kama njia ya kuweza kuwaingizia kipato. Tuna kufahamu mengi kutoka kwao, hasa kufahamu namna gani walianzisha ufugaji huu wa samaki, lakini kikubwa namna fursa hii ambavyo imekuwa chanzo cha wao kujiingizia kipato. Jina langu ni Mkwaji Masatu, tafadhali endelea kusalia nami. Samaki ni chanzo bora cha protini na ni muhimu sana katika kuhakikisha usalama wa chakula na lishe kwa jamii. Hata hivyo, kumekuwa na viashiria vya kupungua kwa idadi ya samaki wanaovuliwa katika maji ya asili nchini. Hali hii inachangiwa kwa kiasi kikubwa na ongezeko la watu na matumizi makubwa ya samaki, sambamba na uvuvi usioendelevu na uharibifu wa mazingira ya mazalia ya samaki. Matokeo yake ni kuwa mahitaji ya samaki hayatoshelezi kutokana na upungufu wa uzalishaji wa asili. Katika kukabiliana na changamoto hii, ufugaji wa samaki kwenye mabwawa umeendelea kuwa mbinu mbadala na ya kuaminika. Ufugaji huu ni mfumo maarufu nchini Tanzania na umeonyesha mafanikio makubwa katika kuongeza uzalishaji wa samaki kwa njia endelevu. Mbali na kutatua changamoto ya upatikanaji wa samaki, mfumo huu pia umechangia kuongezeka kwa ajira, kipato kwa kaya na usalama wa chakula. Niliweza kuangalia fursa kwa jicho jingine tofauti na watu wanavyoliangalia, kwa sababu niliweza kuangalia na kuona kwamba kuna uhitaji mkubwa sana wa samaki aina ya sato kwenye soko la samaki, na watu wengi bado walikuwa wanategemea sato wale wa maziwani. Sasa nikaona kwamba kadri muda unavyoenda uhitaji wa samaki unakuwa mdogo na kule sato wanakuwa wachache. Ndo hapo ndo nikapata moyo na uthubutu wa kuweza kuingia mazima katika hii biashara ya ufugaji samaki. Kambale ni sawa, lakini sato soko lake ni kubwa kuliko kambale, na pia sato anapendwa sana na mlaji kuliko kambale, kulingana hata ukilinganisha hata kimuonekano. Sato na kambale, watu wengi wanapendelea sato kulingana muonekano wake unavutia, tofauti na kambale hata wengine wanaogopa. Na hata vile tukienda hata kwenye in terms of price, sato bei yake ipo juu, haijawahi kushuka, na hata kwenye kuuzika muda wote wanakuofa hicho kitu, kwamba ukisema tu mimi nina sato wa kuuza, wateja wapo shambani. Nilishafanya biashara nyingi, nikajikusanya, mwishoni nikajiona kwamba hapa nipo tayari kuingia kwenye ufugaji samaki. Kwa hiyo nilianza kutafuta mtaji. Tayari fursa nimeiona, nikaanza kutafuta mtaji, nikasota miaka mingi, nilipoupata ndo nikaanza. Na hapa tulianza na mabwawa mawili. Na hayakuwa ya juu, yalikuwa ya kuchimba. Tulianza na mabwawa mawili. Sasa hivi hapo manne. Haya ni ya juu, tumejengea kwa matofali, simenti, zege, lakini ya chini ya kuchimba hatutumii tofali wala zege. Kwa maana kwamba unachimba chini, alafu ndo tunatandika hii nailoni ambayo tunaiona hapa. Tunachimba chini, alafu tuna compact udongo, alafu ndo tunatandika hii pond liner. Kitu gani ambacho kilifanya Mohamed kutoka kule katika ufugaji ule wa mabwawa ya chini kuja kwenye mabwawa haya ya juu? Kusema ukweli, maji yalitusumbua kwa sababu hili eneo letu lipo katika drainage, yani njia ya maji. Kwa hiyo tulivyoweka ya chini, maji yakawa yanajaa kwenye ile shimo, yakawa yananyanyua hizi pond liner. Kwa hiyo ufugaji ukawa umeshindwa kuendelea. Kwa hiyo ndo pale tukapata wazo kwamba kwa nini tusijenge ya juu kulingana na mahitaji ya hili eneo letu. Kwa hiyo naamini kuna maeneo mengine uhitaji wake ni ya kuchimba, lakini kulingana na mahitaji ya eneo letu sisi hapa inapaswa tujenge ya juu tu. Inatakiwa na mtaji wa kiwango gani ili at least sasa kama mjasiriamali mdogo unajitafuta uweze kuanza? Kwenye mtaji haipo fixed sana kwenye samaki, kwa sababu kwenye samaki kuna aina tatu za mabwawa. Kuna mabwawa ya ethane, yani yale ya asili. Unachimba kwenye udongo mfinyanzi, unaweka maji, unaweka samaki. Yale yapo bei ipo cheap. Hata ukiwa na 500,000 milioni unachimba na kuseti bwawa.
Lakini kuna mabwawa ya plastiki au tunaita hizi pond liners. Ni kwamba unachimba, unatandika hii kama hapa kwetu tulivyotandika. Umeelewa? Kwa hiyo yale ya kuchimba ya asili gharama yake haiwezi kazidi milioni kwa kila bwawa. Lakini ukiweka bwawa ambazo za kuseti hizi pond liner hautaki upungukiwe milioni 3 kwa ufugaji ule wa kawaida wa kuanzia hata na samaki 2000. Lakini kuna mabwawa aina nyingine yale ya concrete, yani ya kujenga na simenti. Yale gharama yake kidogo ndio imeruka kwa sababu tunakuwa kama tunajenga nyumba. Kwa sababu utahitaji simenti, nondo nyingi, michanga, sijui kokoto kama tunajenga nyumba. Kwa hiyo kama unakuta labda bwawa la aina hii tunajenga kwa milioni 3, lile kule la simenti itabidi tujenge kwa milioni 6, 7, 8 kwa kiwango ambacho sitakihitaji. Kwa hiyo mara nyingi hata kwenye ushauri tunashauri watu wa ofa type 2 za mabwawa. Cha kwanza atafute eneo lake ambalo litakuwa na udongo mfinyanzi. Hapo gharama itakuwa ni ndogo ya uwekezaji, mavuno yatakuwa makubwa. Kama kashindwa kupata hilo eneo, atafute eneo aseti mabwawa ya pond liners. Hizi pond liners zimekuja kupunguza gharama ya uwekezaji, ndo faida ya hizi karatasi. Kwa nyinyi mlianza na samaki wangapi ambao mlianza nao sasa production, kwa ndo tunaanza kwenye mabwawa yenu mawili ambayo mlianza nayo? Sisi kwa pale tulianza na samaki 3000. Yaani tuliweka huko 1500, tuliweka huko 1500. Na gharama ya kifaranga kimoja ni kishingapi? Gharama sasa inategemea na anaye kusupply. Kwa mfano kwa sisi kwa muda huu vifaranga tunazalisha wenyewe. Kwa hiyo sisi kwetu gharama inakuwa ipo chini. Lakini gharama za vifaranga kwa bei elekezi ya serikali inacheza 200, 250. Kwa bei elekezi ya serikali. Though japokuwa vile tunavyovizalisha sisi, tukitaka kumuuzia mfugaji, bei yetu inakuwa ni 350 mpaka 300 kwa kifaranga kimoja. Kwa samaki hawa ni matunzo gani ambayo yanapaswa yafanyike ili kifaranga kikue katika hali nzuri, kilo ziongezeke, hata mteja akichukua samaki aseme yes, nimenunua samaki ambaye anafaa? Unajua Watanzania wengi ambao tunafanya hii kazi ya ufugaji samaki kibiashara, tunasumbuliwa na mambo matatu. Tunasumbuliwa na mbegu bora, chakula bora, maji bora. Na hii ndio siri ya ufugaji samaki. Asikwambie mtu yoyote. Chakula bora, mbegu bora, maji bora. Ukizingatia hivyo, samaki anakuwa bila ya shida yoyote. Kwa hiyo wengi inawasumbua sehemu wanapoisource mbegu yao. Yaani mtu anakuambia samaki wangu wanakuwa kwa sababu muuzaji mbegu yeye anauza apate hela. Wewe sinataka mbegu 5000. Kwa hiyo anakuambia mimi mbegu yangu inakuwa vizuri. Wewe ukichukua mbegu 5000 unahangaika nayo sasa. Kwa sababu haikui, inadumaa. Maana mbegu nazo kuna type ambazo zinadumaa, kuna type zinakuwa haraka. Kwa hiyo yule mtaalamu anayezalisha ile samaki ndo anayejua ile siri. Kwa hiyo utajuaje? Mimi nataka nipate vifaranga, sijui sasa kama kuna aina. Sasa ndo hapa ndo Watanzania wengi wanapopigwa. Kwa sababu kila mtu anauza vifaranga. Mimi naweza hata nikaenda nikakokotea vifaranga mtoni nikakuuzia na wewe ukaamini nimevizalisha. Kwa hiyo ni wewe sasa inabidi utafute samaki na utulize kichwa kuipata ile source ambayo inaaminika kwamba hapa nikichukua samaki navuna ninachokitaka na ninachokitarajia. Kwa sababu tunasema referrals ndo zinazotutangaza sisi wafugaji wa samaki na wazalishaji kiujumla. Kwa sababu kama umezalisha samaki, mtu samaki wake wakakuwa haraka, wewe tayari hiyo ni sifa. Kwa hiyo kwetu sisi, mtu akichukua vifaranga kwetu, pia huwa tunasaidia kumguide kwenye lishe. Kwamba toka siku ya kwanza mpaka anavuna, huwa tunamguide. Kwamba wiki hii lisha kiasi hiki, wiki hii lisha kiasi hiki, sasa hivi fanya nini, sasa hivi badilisha maji. Kwa mpaka mtu apate matokeo. Maana lengo ni kila mfugaji afuge kwa tija na sio hasara. Hapo umezungumzia kwenye chakula. Ni vyakula sasa vya aina gani ambavyo wanapaswa hawa samaki kula? Tunatumia formula 2 kwenye malisho yetu. Cha kwanza, ile miezi 3 ya kwanza huwa tunatumia chakula cha kununua imported kutoka nje. Lakini ile miezi 3 iliyobaki tuna mashine yetu pale tunatengeneza wenyewe. Kwa hiyo hapo kwetu inatusaidia kupunguza gharama. Wengi wanaotumia azola, uduvi wanafanya vile kupunguza gharama kwa sababu machungu ya chakula cha kununua ni makali. Kwa sababu si Tanzania hatutengenezi chakula cha samaki. Nchi kama nchi hatutengenezi chakula cha samaki.
Kwa hiyo vyakula vingi vya samaki tunavyovitumia ni imported. Ndio maana tunashauri mara nyingi kama mtu unafuga samaki kibiashara, kiukubwa, maana kiukubwa tunasema ni semi intensive na intensive. Kama sisi hapa tunafanya semi intensive. Lakini kama unafanya semi intensive na intensive, kuwa na mashine yako ya kutengeneza chakula, tengeneza mwenyewe. Ni chakula kipi iko ambacho samaki hawa wanapaswa kula? Chakula cha samaki kipo formulated. Ni kama vile cha binadamu tunavyoshauriwa kwamba inabidi ule chakula chenye balance diet, labda ule yai moja, parachichi moja, na chakula cha samaki wengi hatufanyi. Na chakula cha samaki kimetengenezwa hivyo hivyo, kwamba kina unga wa muhogo kidogo, kina madagaa, kina mafuta, yani kipo formulated scientifically. Watu wamekifanyia experiment wakakieleza kwamba sasa tumia hiki ili samaki wako wakue. Kwa hiyo vile kulisha chakula kimoja, labda mtu anarusha pumba tu au uduvi, samaki wanadumaa, kuna madini wanakosa. Na wengi wanaokuambia kwamba samaki hawakui, wanazingua kwenye chakula. Fuatilia hilo. Yaani ukiweka mbegu bora, chakula bora, maji safi, samaki anakuwa bila shida. Kwa sababu samaki yupo kwenye himaya yako. Wewe ndio unamcontrol kwamba akue au adumae. Na wengi miradi inayokufa wanakuwa hawajafanya upembuzi yakinifu kujua kwamba mradi wangu utatumia chakula tani ngapi na ni kiasi gani. Kwa hiyo unakuta tu amechimba bwawa, amekwambia niletee vifaranga, lakini kwenye chakula sasa anaanza kulisha ile miezi miwili ya mwanzo, baadaye anaanza kusuasua. Ndio unakuta samaki wamedumaa. Kwa hiyo kosa inakuwa sio la kwako mtaalamu, kosa ni la kwake. Hakufanya upembuzi yakinifu kujua kwamba mradi wangu utatumia chakula kiasi gani mpaka kufikia muda wa mavuno. Kwa hiyo sisi kama Blue Tilapia tunajitahidi kumguide mfugaji toka mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 6 ili aweze kufuga kwa tija, apate faida, maisha yaendelee. Kwa sababu sisi mfugaji wa samaki akipata hasara sisi inatuuma. Kwa sababu lengo ni kwamba tuone kwamba sisi tumemsaidia kumtoa hatua moja kumfikisha hatua nyingine. Na tuna wafugaji wengi wa samaki kibiashara ambao walifeli hapo kabla, lakini baada ya kufanya kazi na sisi wamepiga hatua. Kwa sababu sisi tunakulinda hadi kwenye mara ngapi za chakula unatoa ulishe. Kila Jumamosi sisi tunakubadilishia formula ya chakula. Kwamba ulikuwa unalisha kilo, sasa hivi lisha kilo na nusu. Samaki wako wanaendeleaje? Pima samaki tujue uzito. Kwa hiyo sisi tunakuwa tumeshikana hivi na mfugaji mpaka apate faida. Katika maji pia wafugaji sasa pia wanakosea wapi katika maji? Nimeona hapa mabomba mbalimbali ambayo yanaingia humu na nini, yanasaidiaje katika kufanya ukuaji wa hawa samaki? Maji ya samaki ndiyo maisha ya samaki. Ni tofauti na sisi kwamba maji tunakunywa kama kitu cha ziada, lakini samaki maji ndio maisha yake. Na kwenye maji sasa ndio kuna virutubisho vyake vyote ambavyo yeye anavipata, ikiwemo oksijeni. Kwa mfano hapa kwetu, hili bwawa moja linabeba lita 1,500,000. Hili hapa moja. Kwa hiyo hapa kuna lita 1,500,000, hapa 1,500,000, hapa 1,500,000. Lita 100,000. 1,100,000. Okay. 1,500,000. Kwa hiyo unaona hapa tayari tuna lita 600,000. Sasa je, kisima chako kinakutosheleza kuzalisha maji kwa kiasi hicho? Kwa hiyo ni vyema kabla ya kuweka mradi uite pia wale watu wanaochimba visima wakufanyie study site kwamba eneo lako maji tukiyataka mengi tutayapata labda mita 50 chini. Kwa hiyo ni lazima kuwa na chanzo cha maji cha uhakika. Na ukishindwa kubadilisha maji kwa wakati, samaki automatically wanadumaa. Na samaki wakidumaa hauwezi tena kuuza kwa kilo. Kama kilo labda tulikwambia uze samaki wawili au mmoja wa 3 kilo moja. Samaki wakidumaa unashangaa kilo moja wameingia samaki 20. Kwa hiyo kwako inakuwa hasara, hamna tena faida. Kwa hiyo maji wengi wanadharau, lakini ni jambo la muhimu sana kwenye ufugaji wa samaki kibiashara. Hizi hapa tunaziita blower. Msaada wa hizi ni kwamba inatusaidia kusafisha maji, kupurify. Kwa sababu maji yakiwa yametuama, stagnant water kwenye bwawa, yakiwa yametuama, mara nyingi yanachafuka haraka kulingana na microbial activity za kwenye mwili wa samaki unavyofanya kazi. Chakula tunachokilisha kikidondoka chini pia kinatengeneza uchafu, ambao uchafu ukiwa mwingi unakuwa sumu. Kwa hiyo kazi za hizi bomba au hizi blower tulizoziweka ni kwamba zisafishe maji kwa haraka ili ziweze
kutoa oksijeni kwenye maji kwa muda ule ambao unahitajika. Na kama hapa kwetu nimekwambia tumeweka samaki 10,000 kila bwawa moja. Kwa hiyo sasa hicho pia ndo kimetusukuma kuweka hizi blower zitusaidie kutubeba, kwa sababu tumeweka samaki wengi kwenye eneo dogo. Kwa hiyo ndo faida hizi. Lakini kama mtu angekuwa anafuga kikawaida, kwa labda mtu anayeanza, hizi hazina haja hata ya kutumia. Hizi gharama nyingine sio za lazima. Kama ndio unaanza, ukiweka tu maji hauna haja ya hizi. Unaweka samaki kwa idadi inayotakiwa, kwa sababu samaki tunaweka kwa kipimo cha square mita 1. Kwa mfano, kwa square mita 1 inabidi tuweke samaki 8 mpaka 15 kwenye mabwawa humu. Samaki 8 mpaka 15. Lakini hapa kwetu utagundua square mita 1 ina samaki 30. Kwa hiyo unaweza ukaona ndo maana imetupaswa na imetulazimu tutumie hizi. Kwa sababu hizi blower tukizizima kwa masaa mawili, samaki wote wamekufa. Yaani tukizizima kwa masaa mawili, mradi mzima umekufa. Sasa huku hakuna pia umeme. Namna gani mnatumia sasa ili kuhakikisha kwamba zizimwi na muda wote zinafanya kazi? Ndio hapo sasa ikatulazimu kufunga mfumo wa sola. Yaani kule juu ya bati kuna solar panels nyingi ili iweze kutubeba kwa kipindi hichi ambacho umeme bado haujatufikia. Ni Kigamboni, ni Dar, lakini bado sisi tupo mbali, umeme haujatufikia. Kwa hiyo tutafanyeje? Lazima uangalie option B. Option B tukaangalia ni sola. Na tunamshukuru Mungu inatubeba sana sana sana. Kwa sababu kuendesha zile blower 2 sio kazi ndogo. Kwa hiyo umeme wa sola ndo unaoendesha huu mradi mzima. Samaki wetu hawa sato watakaa kwa muda gani mpaka kufikia hatua ya kuvunwa? Samaki huwa tunafuga kwa miezi 6, na mategemeo au matarajio ya mfugaji wowote, samaki wake muda wa kuvuna baada ya miezi 6 au yamefikia ule uzito ambao sokoni unahitajika. Tunaita table size, kwamba samaki 2 au 3 waweze kutimiza kilo 1. Ndio wafugaji au sisi watu wa samaki wengi, hilo ndio lengo letu kuu. Kwa hiyo kama utaweza samaki mmoja kumfikisha sokoni akiwa na kilo, kama utaweza kufikisha samaki 2 wakiwa na kilo, au unaweza samaki 3 wakatimiza kilo 1, hilo ndio lengo. Kwa sababu ukifuga samaki kwa miezi 6, ukakuta samaki 4, 5, 6 wanatimia kilo 1, hapo tayari umeshakosea na mahesabu kwako yatakutafuna kwamba itakuja hasara. Kwa hiyo lengo ni kwamba utoke samaki 1 kilo mpaka samaki 3. Hawatakiwi kuzidi samaki 3 kwenye kilo 1, na hapo ndio utaiona pesa. Tofauti na hapo utakuwa unacheza. Yaani kwamba samaki umeambiwa miezi 6 uza. Ukiendelea kukaa naye anakutafuna. Kwamba utakuwa unamuona tu ni nini, lakini kwako haikufaidishi chochote. Kwa sababu scientifically growth rate ya samaki kwenye graph huwa ina decline mwezi wa 4. Kwa hiyo kuna mwezi wa kwanza kwenye starter, kwenye grower, kwenye finisher, grafu inanyooka. Kwa hiyo grafu ikinyooka, ukiendelea kukaa na samaki kwako inakuja ni hasara. Mimi naona ufugaji wa samaki unataka kufanana na ufugaji wa kuku. Kwamba kitu unachokifuga pale pale muda wa kuuza, usikae nacho. Imekula kwako. Imekula kwako. Ufugaji wa samaki unalipa endapo utapata elimu sahihi na wataalamu ambao watakusaidia katika kuhakikisha kwamba unafuga kwa viwango vile ambavyo vinahitajika sokoni, kama ambavyo tumeweza kutazama vijana hawa akiwemo Ali ambaye anajihusisha na ufugaji huu wa samaki aina ya sato. Soko bado lipo, linahitaji wafugaji wengi zaidi ya hawa tulionao nchini. Soko letu kubwa ni watu wa mahotelini, kwenye migahawa na watu wa catering. Ni watu ambao muda wowote wana uhitaji wa samaki, kwa sababu walaji wao kila siku. Mtu akienda kwenye mgahawa anasema nataka ugali na sato mkubwa, si ndio wanasema hivyo? Kwa hiyo soko letu la kwanza ni watu wa mahotelini, watu wa migahawa, watu wa catering. Japokuwa pia kwenye sato hapa Tanzania tumefaidika kuwa na viwanda vingi vya kuchakata samaki. Hata hapa Dar es Salaam kuna kiwanda kipo pale airport. Wanachukua samaki, hata ukipeleka tani 50 kwa siku wanachukua kwa pamoja. Kwa hiyo soko kwenye samaki aina ya sato halisumbui hata kidogo. Yaani hata sasa hivi ukisema kwamba nina samaki navuna, watu wameshakuja. Soko sio shida hata kidogo.
Samaki hao sasa wanalishwaje? Samaki wanalishwa kwa kutupiwa chakula kwenye bwawa. Sio kwamba utamshika samaki umuingizie kakijiko, hapana. Hapa wewe ukisimama hapa, kwa mfano hata hapa unaona wapo karibu. Wewe ukisimama tayari wamesha sense movement, wamesha kiona kivuli. Kwa mfano pia samaki tunawalisha kwa kutumia formula moja ya feeding spot. Yaani unapomlisha leo, unatakiwa na kesho umlishe hapo hapo. Usihamehame. Yaani kwa mfano hapa tuliposimama kuwalisha, kesho inabidi tuwalishe hapa hapa na tuwalishe muda ule ule. Kwa hiyo anakariri samaki anakariri. Yaani kama vile pets wa nyumbani, labda paka, mbwa, na samaki vile vile unavyoenda naye na vile vile naye ana react. Kwa mfano hapa ikifika, kwa mfano hapa kwetu tunalisha saa 2, saa 4, saa 8 na saa 10. Kwa hiyo tunalisha mara 4. Usiku hawali? Hapana, usiku hawali. Chakula unachotakiwa kulisha inabidi kiendane na saizi ya samaki. Yaani hivi vipunje punje, hiki ni chakula cha samaki aina ya pellet kinachoelea. Yaani chakula unacholisha cha kwanza itabidi kielee. Chakula kikizama chini samaki hawakioni. Kwa hiyo kinatengeneza uchafu. Kwa hiyo hiki ambacho tupo nacho hapa ni pellet kinachoelea. Kwa mfano hawa samaki wetu wa sasa wanahitaji kula chakula milimita 3. Ndio hii kama utaiona, hii ndio hii milimita 3. Na ulishaji unavyofanyika unatupa in a scattered way. Kama utaona wanavyogombania. Unatupa in a scattered way. Kwamba wa hapa wapate, wakule wapate, wote feeding spot inakuwa ni moja. Na samaki wanakariri. Unapowalishia ndio pale pale. Si unaona? Feeding spot inakuwa ni moja. Kwa mfano leo ukalisha hapa, kesho ukalisha kule, unaharibu. Unapolisha leo, suppose kesho pia ulishe pale pale. Kwa mfano hapa wa kwetu, sasa hivi kila bwawa moja, kila mara tunayowalisha wanakula kilo 5. Kwa hiyo hapa wanakula kilo 5, pale kilo 5, kule kilo 5 na kule kilo 5. Kwa hiyo unakuta kwa mara moja wanakula kilo 20. Na kwa siku kukiwa kuna hali ya hewa kama hii tulionayo sasa hivi ya jua, wana consume mifuko 4 ya kilo 20. Kwa hiyo wanakula kilo 80 kwa siku moja. Mafanikio ambayo nimeweza kuyapata kwenye biashara hii, yani kumchukua samaki na kumfuga kibiashara, nikianza kuyaelezea ni mengi. Lakini kwa uchache nimeweza, hata nafikiri nitakuwa nimekuelezea hapo awali kwamba tulikuwa na mabwawa 2. Sasa hivi tuna 4. Kwa hiyo unaweza ukaona tayari tumepiga hatua. Na vile vile hili shamba moja limezaa mashamba mengine. Kwa hiyo unaweza ukaona kadri muda unavyoenda tunazidi kupiga hatua kupitia biashara hii ya kumfuga samaki kibiashara. Na pia mafanikio mengine ambayo mimi huwa nayaona kama ni mafanikio kwangu ambayo ni mazuri ni kwamba kupitia biashara hii na utaalamu wangu ambao huwa na impact kwa wafugaji wengine, nimeweza kupata mtaji wa watu. Yaani kuna watu wengi ambao wanatuamini kupitia kazi hii. Yaani watu wengi. Yaani nafikiri hayo ndio mafanikio yangu makubwa kusema ukweli. Watu wengi wanatuamini kupitia kazi hii kulingana na tunachokifanya kinaonekana. Yaani hatuna kona. Sisi tunachokifanya kinaonekana. Kwa hiyo nafikiri mafanikio hayo yanatosheleza kusema kwa upande wangu mpaka kufikia hii miaka yangu 5 kwenye hili game najihesabu kwamba nimefanikiwa. Hawa samaki tuliowashika, hawa wote ni madume. Wana hizi attractive colors. Na hata sisi kwenye kufuga tunamshauri mfugaji afuge samaki madume tupu kwa sababu wanakuwa haraka kuweza kufikia huu uzito kwa haraka. Kwa sababu samaki jike akiwa na mayai mdomoni hawezi consume chakula, anakuwa hali. Kwa hiyo ukuaji wake unashuka. Lakini huyu dume anakuwa haraka. Kwa anayetaka kuanza ufugaji wa samaki kokote alipo, asifuge samaki wanaozaliana, afuge madume tupu, ndio ataweza kupata faida. Ukifuga wanaozaliana kwamba useme kwamba nikivuna nitaweza kupata vifaranga vingine, hapana, utapata hasara. Kwa sababu samaki kadri yanavyoendelea kuzaa, ile trait ndio inazidi kupungua. Yaani kama huyu alikuwa akafikia ukuaji huu, anayefuatia labda atafika hapa. Anayefuatia kwa hiyo ile trait ikiendelea kuzaliana inazidi kupungua. Kwa hiyo tunashauri mara nyingi mtu afuge samaki wasiozaliana. Hii ndo size ambayo tunaita table
size. Table Yaani size. Samaki ambao wanahitajika mezani. Unaagiza pale. Niletee ugali sato mkubwa. Sato mwenyewe ni Sato mwenyewe ndo huyu hapa. Mpaka wakati mwingine mimi sina la ziada. Tuchangamkie ufugaji wa sato. Jina langu ni Mkwaji Masatu. Ana utumbo lakini still anacheza. Ana utumbo lakini still